Kero mojawapo ya kata yetu ya Kilakala ni huu mtaro unaosafirisha maji kutokea kwenye kata za wenzetu, tukimaanisha Sandari, kutiririka kupita kwenye daraja la Tingetinge hapa Kilakala na kwenda katika mto Mzinga. Kero hii ni kubwa sana, kwani mtaro huu umejengwa kwa ufadhili mkubwa wa wadau pamoja na serikali, lakini umeishia kwenye daraja la Tingetinge, haujaendelea tena mbele kuendelea mbele. Hivyo basi inaita kero nje huko inakuja maji mengi, lakini kipindi hiki cha mvua maji yakifika hapa yanasambaa kwenye makazi ya watu, na maji haya yanatiririka. Kwa unavyojua miundombinu ya Dar es Salaam inakuja na vitu vingi sana vya uchafu, matokeo yake yanasambaa kwenye makazi ya watu wa mtaa wa Kilakala na kuleta kero pamoja na magonjwa ya mlipuko. Changamoto yetu kubwa ya mtaa huu ni kujaa maji, lakini kutokana na mheshimiwa huyu diwani ambaye tuliokuwa naye sasa hivi, naamini kabisa zoezi hili ataliweza. Kwa sababu gani? Huwa panajaa maji kama chini kukiwa na kifusi, lakini huu mtaro kama ukiwa unafanyiwa usafi kama hivi mara kwa mara, naamini hautaleta shida. Tusiwe tunatupa takataka kwenye mtaa huu, hasa ukizingatia sasa hivi kipindi tulichokuwa nacho hiki, magari yanakuja kama kawaida kusomba uchafu. Chukua uchafu, weka barazani kwako, gari litakuja litabeba uchafu. Zamani tulikuwa tunakimbilia bondeni huku, kufuatana na huduma ya kusomba taka mitaani ilikuwa ngumu, lakini sasa hivi huduma ya kusomba taka mitaani iko vizuri. Tunawashukuru wenye viti wetu wote wa mtaa, ili zoezi wameweka salama. Sidhani kama watu wataendelea kuja kutupa taka huku. Kufanyika ni kama hichi leo ambacho mheshimiwa diwani amekigundua, amekifanya kwa kusafisha huu mtaro na kuondoa taka zote, lakini pia kuwawezesha wananchi, kuwaeleza kwamba sasa kuanzia sasa hivi asionekane mwananchi yote anamwaga taka kwenye mfereji huu. Na huu mtaro uliishia hapo, ulitengenezwa ukatokea Sandari ukaja mpaka hapa katika mpaka wa kata ya Kilakala na ukaishia hapo. Lakini nafikiri mkurugenzi wa manispaa ya Temeke ni muelewa, na mkuu wa wilaya ya Temeke ndugu yetu Sixtus Mapunda tulishawahi kwenda kuzungumza naye, na akasema serikali ipo tayari kutenga bajeti kwa ajili ya kumalizia huo mtaro. Wananchi wanashawishika kuweka uchafu kwa sababu mtaro wenyewe sio rafiki, ila serikali ilivyotengeneza ikaishia Kilakala, nadhani kuna muendelezo. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunaomba sana bajeti ijayo watufikie yetu ya usafi ndani ya kata Kilakala, kwa kauli mbiu yetu inayosema Kilakala bila uchafu inawezekana. Na mimi mheshimiwa diwani nilikuwa na mipango yangu ya muda mfupi, ya muda wa kati na muda mrefu, lakini pia chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwenye swala la mazingira limeelezea sana kwenye kampeni zake. Kwa hiyo leo tunazindua kampeni ya usafi na tumeiita kwa jina la Clean Wave. Clean Wave, tunahitaji kuona kata yetu ya Kilakala inakuwa safi, na leo tumeanza kwenye eneo ambalo ndio linaingilia Kilakala. Entrance ya Kilakala iko ndani ya daraja hili na ndani ya mtaro huu, na huu mtaro umekuwa mchafu sana na inapelekea wananchi kupata madhara kipindi kile cha mvua. Maana yake taka zinakuwa zinaziba kwenye mtaro, zinashindwa maji yanashindwa kupita kama kawaida. Kwa hiyo mimi nilipoingia madarakani, moja ya ahadi zangu ni kuja kuhakikisha kwamba huu mtaro kama serikali ilivyokusudia maji yapite, basi tusafishe, kwa sababu serikali imeshafanya, imejenga. Sisi tunachohitaji ni kuhakikisha tuna maintain usafi. Kwa hiyo leo kwa nguvu za ofisi ya mheshimiwa diwani tumeweza kupata excavator ndogo inayotusaidia usafi, itasafisha huu mtaro, lakini pia nimewashirikisha wananchi wenyewe waone kwamba hili jambo ni la kwao. Ndio maana unaona wananchi wengi wamejitokeza, na mimi kwa niaba yangu binafsi na ofisi yangu ya mheshimiwa diwani ninawashukuru sana wananchi wa kata